Exclusive, na hapa ndani ya Exclusive ndo unapopata vitu mbalimbali, exclusive mbalimbali kwa wanamichezo wote ulimwenguni. Ukija hapa utaweza kuburudika kwa michezo ya kila aina. Utakuwa nami Rosemary Timzo Karugira Beautiful Kanyego, lakini kwa leo hii tunakuja kivingine. Leo ndani ya Exclusive tupo ndani ya JKT Mbweni kwenye zoo yao, ambayo eneo hili lina mambo mengi sana. Utaweza kukutana na uwanja wa JKT ambao wanashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini ukumbuke kwamba Simba ndio wanaotumia uwanja huu. Na umeona wiki iliyopita imepigwa bonge moja la mbungi ya dabi kati ya Simba na Yanga, Simba akiwa mwenyeji. Leo mgeni wetu ndani ya Exclusive ni Amina Ali Bilali. Si mwingine, ni mchezaji ambaye amekipiga kwenye timu ya taifa na akiwa nahodha kwa muda mrefu, lakini JKT Queens, amecheza Yanga Princess, amecheza Simba Queens, alianzia Simba Queens na sasa amerudi ndani ya Simba Queens. Huyu ni Amina Ali Bilali. Amina, karibu sana. Asante sana. Unajisikiaje leo kujumuika nasi ndani ya Exclusive ya Viwanjani? Kwanza niseme najisikia vizuri kutokana na hiki kipindi. Watu wengi wanafuatilia na kipindi hiki kinatangaza mambo mengi kuhusu michezo Tanzania. Niseme nimefurahi sana. Hakika karibu sana ujiunge nasi. Mtazamaji, kama ndio kwanza sasa unakwenda kujiunga nasi, leo tuko kivingine. Leo tunakuletea Exclusive kutoka ndani ya JKT Mbweni kwenye zoo, ambayo kama unavyojua inakwenda kupigwa hapa ndani ya zoo, ndio inakwenda kupigwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ambao uwanja huu unapatikana ndani ya JKT kwenye zoo hii, ambayo leo nakuja naye Amina Ali Bilali. Amina, kwanza unajisikiaje katika kuwa katika maeneo haya tunafanya interview ndani ya Viwanjani? Niseme tu ni maeneo mazuri haya. Ni maeneo ya zoo. Kunapatikana wanyama wengi. Kama unaona pundamilia, kuna wanyama wengi, twiga. Kwa upande wangu na nimejisikia vizuri sana. Naamini basi na wewe mtazamaji tumekupa utalii wa ndani, unakula exclusive lakini wakati huo unapata utalii wa ndani. Amina, kwanza tupitishe kwenye historia yako. Wewe ni mtoto wa kike. Nini kilikuvutia kucheza soka la wanawake? Ulianzia wapi? Kwa upande wangu na historia yangu, niseme imetokea tu kupenda mpira wa miguu. Nimeanza kucheza nikiwa shule ya msingi. Nilikuwa nacheza mpira wa makaratasi. Nikiona watoto wa kiume wanacheza basi na mimi napenda. Kwa hiyo nimeanza kucheza mpira huu tangia niko mtoto. Yaani tangia niko shule ya msingi. Ndio nimeanza kucheza. Wazazi walikusapoti? Maana mara nyingi wazazi si kwa mtoto wa kike, yani wengi wanapenda kusikia mtoto anakwenda kucheza, lakini wewe ulikuwa ni mtoto wa kike alafu kwa miaka hiyo ya kwenu. Hapana, wazazi hawakunisupport mwanzoni wakati naanza kucheza mchezo. Walinizuia kabisa. Wao walikuwa wanatamani mimi nisome, mambo mengine yaendelee, lakini mimi kwa kuwa niliupenda kutoka moyoni, nikawa mbishi. Nakatazwa kabisa. Babangu mimi ni mtu wa dini Okay. Kwa hiyo alikuwa anaona kama napotea. Yaani katika mchezo inakuaje mtoto wa kike aenda kacheza mpira wa miguu? Au kama uhuni. Kama uhuni fulani. Alikuwa ananikataza mara nyingi, lakini sasa mimi ubishi wangu, akiondoka mimi nimetoroka. Unaenda. Mimi naamini kuna siku ulipata na stick za kutosha hajawahi kutokea. Hajawahi kunichapa. Hajawahi kuchapa. Lakini baadaye akaja kuelewa. Nini kilimsababisha kaanza kuona kwamba acha nimruhusu mwanangu? Nadhani wakati niko sekondari nilipata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano yale ya sekondari yale UMISETA. Kishule nikachaguliwa. Wakati nimeenda kule baada ya kupata zile 30,000, 60,000 zile za shule. Zile mimi nilikuwa nikipata tu mimi napeleka moja kwa moja nyumbani. Naona akaanza kuona kumbe yuko kuna mafanikio. Hebu ngoja nimwache aende. Ikawa ndo mwanzo sasa wa kwenda huko. Wewe umekuwa na mafanikio ya kuweza kucheza kwenye vilabu vikubwa hapa Tanzania vya ligi kuu. Umecheza JKT, umecheza Yanga na sasa huko kwa Simba Queens. Lakini katika hizi timu nilianzia kucheza Simba Queens kwanza. Ndio. Kabla ya kwenda Yanga, kabla ya kuja JKT. Ilikuwa mwaka 2019 nilianza kuchezea Simba Queens nikiwa natokea Kigoma Sisters. Waliniona uwanjani, walipenda uwezo. Yaani niseme muda mwingine ni kipaji na nini, wakaniona Kigoma Sisters nilipokuwa nacheza wakatamani nije Simba. Kwa hiyo nilipotoka Kigoma kule nikaja
Simba Queens. Nikicheza kwa mwaka mmoja. Baada ya hapo Yanga nao wakawa wanatamani mimi nacheze Yanga. Kwa hiyo baada ya hapo ni katika maongezi na viongozi wa Yanga nikafanikiwa kucheza Yanga. Yanga nimecheza kwa muda mrefu kidogo kama miaka 4 ndani. Ilikuwa mechi ya kati ya sisi na JKT Queens. Ilikuwa mwaka juzi nadhani. Viongozi wa JKT pia wakaona Amina tukimleta katika timu yetu anaweza kaja kwa msaada. Basi wakajaribu kuongea na mimi nikafikiana nao nikaja kucheza JKT. Hatimaye umeondoka JKT na sasa uko Simba Queens. Nini kimekuvutia kuja Simba Queens? Kwa sababu wachezaji wengi sasa hivi tunaona kama wengi wanataka kukimbilia JKT. Sisi wachezaji pia ni kama kazi yetu. Kwa hiyo unapopata sehemu nyingine ambao unaona kuna malipo zaidi ya sehemu fulani unatamani utoke. Kwa hiyo imekuwa hivyo, walinifuata na tukaongea wakasema kwamba sisi tuko tayari kukulipa kiasi fulani. Kasema alhamdulillah, hiki ndio nilichokuwa nakitafuta. Turudi nyuma kidogo Amina. Wakati wako wa kucheza kabla ya kuja Simba na Yanga, maisha yako yalikuwaje? Maisha ya mwanzo yalikuwa sio maisha mazuri sana. Kutokana na kipindi cha nyuma kulikuwa kwanza hakuna ligi. Kulikuwa hakuna ligi kuu. Mashindano yalikuwa mara nyingi ni ligi ya mkoa na mashindano ya mashule. Kwa hiyo wakati nacheza vilabu hivi vidogo vidogo, kwanza nilikuwa nasoma bado. Lakini pia nikiwa nakuja huku, yani hata maradhi, yani vile vitu ambavyo muhimu ni tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo kipindi cha nyuma tuseme kweli maisha ya mpira miguu kwa wanawake ilikuwa magumu tofauti na sasa hivi. Nani alikuwa role model wako wakati unaingia kwenye mpira wa wanawake? Kiukweli Tom Lenzi. Tom Lenzi. Yes. Okay. Nilikuwa napenda sana anavyocheza sana. Alikuwa anacheza nafasi ya kiungo na mimi nafasi nilikuwa nacheza ni kiungo. Nilikuwa napenda anavyocheza, nikawa namfuatilia na nini na nishawahi hata kumwambia. Okay, yeye mwenyewe. Nishawahi kumwambia. Safi sana. Hiyo nimeipenda sana kwamba mtu unakwenda unamwambia. Ulipomwambia alijisikiaje? Yeye alifurahi na ikawa mwanzo mara nyingi akawa ananipa ushauri, fanya hivi, ukifanya hivi utafika sehemu fulani. Umekutana na mambo mengi kwenye soka la wanawake. Kwa kipindi chenu ukikiangalia ukafananisha na sasa hivi, nini unakiona Amina? Kwa sasa hivi mpira watu wengi tayari wameshaitikia mpira wa wanawake, yani watu wengi washaanza kuzoea na wamekubali. Kipindi cha nyuma asilimia kubwa ya Watanzania walikuwa wanaona kama mtoto wa kike kucheza mpira miguu ni kama uoni. Yani ni kama labda anaenda kujidhalilisha, muda mwingine wanaona ni kama wanacheza ile mradi. Kipindi cha nyuma mpaka inafikia kipindi mnaitwa majina ya ajabu ajabu. Mtoto wa kike inakuaje? Na ukiangalia sisi watoto wa kike mavazi yetu ni traki na nini. Hauwezi ukavaa gauni ukaenda uwanjani au mazoezini. Sasa unapopita hata mtaani utasikia mtu anaweza kukuita jina tu la mwanaume. Juma, kisa tu umevaa traki. Watu yani wanaona jike dume, yani ni mazingira magumu. Yes, majina ajabu ajabu sana. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna ugumu, lakini sasa hivi unaweza ukapita, lakini mchezaji wa Simba Queens yule, mchezaji wa Yanga Princess yule, mchezaji wa JKT, yes, mchezaji wa timu ya taifa. Sasa hivi heshima ipo tofauti na nyuma. Wewe una jina gani la nickname? Mimi majina nilikuwa nayo mengi. Sasa mara ya kwanza wakati nacheza Evergreen Queens kwa kocha Mariam Sianga walinipa jina la Amri Kiemba. Walikuwa wananiita Kiemba. Amri Kiemba huyu ambaye ndo mchambuzi wetu wa ligi kuu na michezo mbalimbali ndani ya kifungu chako cha Azam. Yes. Kuna siku nilikuwa nacheza nilisuka nywele huku nyuma zinaachia hivi. Na walikuwa wamefananisha enzi zake Amri Kiemba alikuwa anasuka dread anaachia wakati anacheza. Sasa nikiwa uwanjani nafanya vitu yani nacheza wakawa wananifananisha na Amri Kiemba. Baada ya kutoka Evergreen nikaenda Kigoma. Kule Kigoma mashabiki tu wenyewe wakawa wananiita Kamusoko. Kamusoko wa Yanga yule. Okay. Kila ninapoenda Kamusoko. Wakiniona uwanjani wakija kushangilia, kushabikia mechi. Wakiniona hata huko barabarani, Kamusoko. Kwa hiyo ni majina mengi, lakini wachezaji pamoja na viongozi na watu wengi wanapenda kuniita Amina Mido.
Amina Mido. Hilo ndo nilikuwa nalitaka. Kwa nini Amina Mido? Nilitaka hilo ndo nilikuwa nalisubiri. Kwa nini Amina Mido? Mimi nadhani labda kwa sababu nafasi yangu kubwa ninaocheza uwanjani ni kiungo, ni midfield. Wewe Amina umekuwa ni mrembo. Tunapozungumzia wanawake ambao wanaweza, tumeona hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa bado mlezi wa timu zetu za taifa za wanawake, alisisitiza sana wanawake kuwabaki kwenye uhalisia na kuishia kwenu tu. Kama unakumbuka mpaka alielezea kwenye timu za hawa vijana hata za wanaume kubaki kwenye unadhifu, kwamba sio mpaka kuweka ile kiduku, si wewe zimefanya hivi kwamba ndio unaweza kuwa star. Wewe umekuwa mrembo, umewezaje? Hapana, mimi tu nimetamani nibaki katika uhalisia wangu. Sikutamani kuwa nanyua viduku nafanya hivi, sikutamani. Nimetamani nibaki kwenye uhalisia wangu, kwa maana hata nikibaki kwenye uhalisia wangu mpira nitacheza tu. Tabaki unaupiga vile vile. Amina anatamani kusikia siku ya kwanza umeshaupiga mpira, lakini ndoto ya kila mchezaji ni kucheza katika kikosi cha timu ya taifa na hatimaye ukaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwanza ile unasikia jina lako linatajwa, maana huwa ni surprise ile. Ulijisikiaje? Na ulikuwa timu gani, kwa maana ya klabu gani? Kipindi kile mimi nimeitwa timu ya taifa nikiwa natokea shule. Lord Baden. Yes. Ulikuwa shule gani? Lord Baden kwa Kipingu. Ndio. Kwa mzee Kipingu huko kwenyewe, si ndio kwenyewe kwa wazalishaji? Niliitwa timu ya taifa kipindi kile. Tuliitwa wachezaji wawili kutoka Lord Baden. Na mimi nikiwa mmoja wapo. Wewe na nani? Na Rema Kanta. Okay. Ilikuwa kipindi cha Mkwasa. Charles Boniface Mkwasa. Maandalizi ya kwenda kwenye AFCON kile. Maandalizi ya kujiandaa kwenda AFCON. Kwa sababu ilikuwa ndo maana kwa kipindi hicho AFCON. Yes. AFCON kwa maana ya AFCON. Yes. Nilifurahi kwa sababu ni mara yangu ya kwanza. Jina langu limeitwa na sikutegemea, kwa sababu kipindi kile nilikuwa niko mdogo. Alituita, tulikuwa kuna mashindano ya siku ya wanawake duniani. Yalifanyika mashindano pale Karume. Mashule, kulikuwa kuna shule nyingi, Alliance, Lord Baden, Makongo. Wachezaji walikuwa wengi na wengi wana uwezo. Mkaenda kuonyeshana. Kwa hiyo pale tukaonyesha, yeye mwenyewe alikuwepo uwanjani, tukaambia jamani kila mtu aonyeshe uwezo wake. Kwa hiyo nilipata bahati akaniita. Na nilifurahi sana. Na kikubwa nikaja kufurahi zaidi, alikuja kuniamini mno. Ulimuonyesha na akakuamini. Alikuja kuniamini. Nimeingia kwenye timu na moja kwa moja nikapata bahati ya kusafiri. Yaani nikiwa mdogo, yaani mimi mdogo kwenye timu, lakini nikasafiri. Ukaaminiwa. Nikaaminiwa. Na wakati anatamka majina ya watu wanaosafiri, wakati nasikia jina langu sijaamini. Kwanza nilikuwa najua kabisa mimi siwezi kusafiri. Kwa sababu ni mdogo afu kuna wachezaji wako vizoefu na wako vizuri sana. Lakini nikasikia jina langu Amina Bilali. Na mimi nimo. Basi nilifurahi zaidi. Na taingia siku hiyo, namshukuru Mwenyezi Mungu, nikawa timu ya taifa ikiitwa nimo. Wazazi walilipokeaje? Natamani tena kusikia kwa huyo baba ambaye mwanzo alikuwa amekataa lakini baadaye akaruhusu. Alafu leo anaona matunda ya kwamba umeitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Nadhani baba alipokea ili jambo ni vizuri sana. Kwa sababu yeye mwenyewe alitamani kuja. Ilitakiwa nitumiwe cheti cha kuzaliwa na kwa ajili ya kwenda kutengeneza passport. Alisema anakuja mwenyewe. Kuja hapa Dar es Salaam. Anakuja mwenyewe, na bahati nzuri wakati anakuja kulikuwa kuna mechi ya kirafiki kati ya Twiga Stars na Zimbabwe, timu ya taifa. Kwa hiyo akasema mimi nakuja mwenyewe na nataka nije niangalie hiyo mechi. Na ndio mechi yangu ya kwanza. Haikukupa uoga? Unajua baba yuko jukwaani. Sio baba tu, niliogopa hata na mashabiki wengi jukwaani. Na bado mdogo. Niliogopa, na niseme ukweli ile mechi sikucheza vizuri. Kwa sababu ya uoga. Kwa sababu ya uoga. Sikucheza vizuri kabisa. Kwa sababu ya uoga. Lakini na bado tukapata mechi nyingine ya pili ya kirafiki. Kocha akaniamini tena. Mechi ya pili nikacheza vizuri sana. Na ndio mechi ambayo nikaanza kupata mashabiki. Wengine wananipigia simu, wengine wananifuata, bwana nina salamu zako. Ule mtoto mdogo nani alikuwa anacheza vile uwanjani. Nini ambacho ulikifanya mpaka kwenda kuaminiwa kutoka kwenye ule udongo na kuwa nahodha wa kikosi cha timu ya taifa?
tena kwa muda mrefu. Kweli. Nakumbuka wakati Mkwasa mimi pia sikukaa naye sana. Ule mwezi niloingia timu ya taifa na yeye ndo ambao mwezi huo ameondoka. Kwa mimi nilikaa tu pale kama mwezi mmoja. Na yeye ndo ambao ndo kipindi yeye anaondoka Twiga Stars. Alikuja Kaijage katika ile mashindano, kocha Kaijage akawa anachagua wachezaji ambao wanaenda kuiwakilisha nchi Nigeria. Na mimi nilikuwa mmoja wapo. Sasa wakati tumeenda Nigeria, nakumbuka tulifanikiwa kuchukua ubingwa kule katika ile mashindano. Tukarudi hapa tukaitwa timu ya under 20. Na mimi nikafanikiwa kwa mmoja wapo wachezaji wa kule wote. Tulikuja tukawekwa kwenye timu ya under 20 na kocha akiwa Kaijage. Nikadumu kwa Kaijage kwa muda mrefu. Baada ya Kaijage akaja Seba, akaja Shime. Naam. Sasa maybe na makocha wote wakaendelea kukuamini. Wote walikuwa wananiamini na wote. Siri. Sasa sijajua uwezo, nidhamu au nini. Lakini najua mpaka nachaguliwa kuwa nahodha, labda sababu kubwa nidhamu na uwezo pia uwanjani. Umewezaje kuwaongoza wenzako kwa kipindi chote hicho? Ili uwe kiongozi bora, kwanza lazima uwe una mawasiliano mazuri na wachezaji wenzio. Mimi nilikuwa na mawasiliano mazuri na wachezaji wenzangu. Nilikuwa sibagui labda huyu ni under 17 au under 20. Mimi mtu wote nilikuwa naongea naye. Na wachezaji wote walikuwa wananisikiliza. Hicho ndio nilikuwa nashukuru. Kwa hiyo kuwa na mawasiliano bora na wachezaji ilikuwa inanirahisishia mimi katika kazi zangu. Naam, kama ndio kwanza unajiunga nasi hapa tulipo, unashangaa kuona wanyama wanakatiza ndio. Tupo JKT Mbweni Zoo ambapo inapatikana palipo hapa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Hivi karibuni tu hapa umeona wiki iliyopita umetoka kushuhudia mbungi ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Young Africans, kwa maana Simba na Yanga, ambayo ilikuwa ni dabi moja ya maana sana. Na ni jirani tu hapa Dar es Salaam. Unaweza kuja na ukaendelea na maisha ukaenjoy kama sisi ambavyo tunakula kipindi hapa. Tunadani exclusive, unapata exclusive na Amina Bilali na unaenjoy maisha. Amina, tukiachana na hayo ya Twiga Stars, mpaka hivi sasa ni mafanikio gani ambayo unasema kwa kweli umejivunia? Kikubwa cha kwanza na mafanikio niliyoyapata, kwanza kabisa nimetengeneza jina. Kutoka kucheza Yanga, kucheza Simba, kucheza JKT, kucheza timu ya taifa. Sasa hivi jina langu limekuwa. Hata ninapopita huko Amina Bilali. Kwa hiyo nao nachukulia kama ni jambo la kufanikiwa. Yaani ni mafanikio kwangu mimi. Ni mafanikio makubwa kwa sababu imekujengea jina. Ni mambo gani ambayo unaona mpaka hivi sasa bado hujayatimiza kisoka? Au unaona kwamba mpaka sasa kwangu inatosha? Jambo ambalo nilikuwa natamani na mchezaji yote anatamani ni kucheza soka la kulipwa, ambalo mimi mpaka sasa bado sijafanikiwa. Lakini bado nina imani muda wote itapatikana nafasi, basi nitaenda kucheza soka la kulipwa. Ni mchezaji gani umetuambia Eto Mlenzi, ni mchezaji gani ambaye katika historia yako pengine umecheza wote ama alikutangulia unasema huyu katika karia yangu ya soka sintomsahau? Tanzania? Yes. Fatuma Isa Densa. Yes, Densa. Shoga yako. Hawa ni mashoga bwana. Huu ni mtu na besti yake. Ukisikia marafiki walioshibana ndio hawa. Ndio mtu ambaye unasema hutomsahau. Kwa nini? Kwa mambo mengi. Mimi na Densa ni kama ndugu. Nimekuwa ndugu hakika. Nimekuwa ndugu. Sasa katika mambo yetu mengi tunashirikiana. Ninapokuwa na tatizo ananisaidia. Na yeye anapokuwa na tatizo namsaidia. Tunasaidiana kwa mambo mengi tena makubwa. Naona hata mkiwa kwenye timu ya taifa mko Beneti. Na mimi hata room mnakaa sehemu moja Kuna muda sehemu moja, kuna muda tunakuwa tunatengwa. Wana muda mwingine wataki marafiki sana au Skype pamoja. Hivi nipe siri ya urembo ya mimi na wewe sasa ndo utuibie, mimi na mtazamaji utuibie. Fatuma katika ule ushungi wake alianzaje?
na huwa anakuambia nini? Katika ushungi wake hata mimi mwenyewe amenispasa sasa hivi unajua navaa ushungi kwa sababu yake. Nadhani kuna muda tu inakuja kama imani. Zamani alikuwa vai vile lakini ilikuwa kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Aliamua kuwa anafanya mazoezi kupitia ule ushungi. Lakini na badala yake kipindi kile kulikuwa bado ligi inaendelea. Akaamua tusiwezi kuvaa mazoezini tupu. Nitavaa na uwanjani nitavaa pia. Kwa hiyo akaamua tu mwenyewe mimi sasa hivi nimeamua kuvaa ushungi basi sitoacha. Ikawa ndio mwanzo mwisho. Ikawa ndio mwanzo wake na sasa hivi amekuwa role model wa wachezaji wengi tu hao wanaokuja. Hakika. Bwana, tupate neno lako la kuhitimisha Amina katika soka hili la wanawake. Umekuwepo kwa muda mrefu na bado maisha yanakwenda, lakini hasa kuelekea kwenye mashindano haya ya WAFCON. Kwanza niseme mpira wa miguu ni kama kazi na ni ajira. Kwa wachezaji mlokuwa nje, wazazi ni vyema mkaruhusu watoto, msiwakataze watoto kwa sababu mpira sasa hivi ni kama kazi. Tunaelekea kwenye mashindano makubwa WAFCON. Ambao kipindi cha nyuma tulikuwa tuna muda mrefu tumestruggle sana kwa ajili ya kwenda kufuzu WAFCON. Sasa hivi mara kwa mara nadhani tumefuzu mwaka uliopita na mwaka huu pia, na mashindano makubwa yana pesa. Kwa hiyo mimi maneno yangu wachezaji wale ambao wanaochipukia, wachezaji wanaokuja sasa hivi wazidi kupambana, wafanye mazoezi kwa bidii. Mpira ni kazi, ni ajira. Asante sana bwana. Asante. Naam, alikuwa ni Amina Ali Bilali, nahodha wa timu ya taifa ya zamani, timu ya taifa ama timu za taifa za wanawake, lakini Simba Queens, JKT Queens na sasa Simba amekwenda Yanga Princess, timu nyingi, lakini nimejaribu kutajia walau zile kubwa kubwa za juu. Naamini utakuwa umeenjoy sana, na hapa ambapo tulipokuwa ni hapa kwenye jiji letu la Dar es Salaam, nje kidogo tu hapa Mbweni kwenye zoo ya JKT Mbweni. Karibu kuja kuangalia zoo wakati wowote, na hata ukiwa kama unavyojua hapa kuna uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo unaweza kutumia weekend wakati JKT inapiga hapa Mbungi au Simba ndo wenyeji wa uwanja, basi unaweza ukaamua kuja hapa ndani ya zoo hii ambao wana hosteli nzuri za maana kabisa, kwa maana ya hoteli ziko hapa, lakini hapo hoteli unaenjoy, unaangalia zoo yako kama hizi hapa. Baadhi ya wanyama tumekuta wamesogea kama unavyojua sasa hivi ni mvua, lakini ukitoka hapa mdogo unaingia uwanjani. Kwa hiyo unapata utalii wa kutosha kabisa ndani ya zoo ya JKT Mbweni. Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira, tutaendelea kukutana ndani ya exclusive hapa ndani ya Viwanjani.